Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kuvutia mashirika mengi ya ndege yaje kufanya kazi katika nchi yetu, yalete abiria wengi, yatuongezee watalii pamoja na fursa nyingine mbalimbali za uwekezaji na biashara. Na kazi ambazo tumezifanya hususan katika viwanja vyetu vya kimataifa, huu hapa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, lakini pia uwanja wetu wa kimataifa wa KIA Kilimanjaro, zimeanza kutuonesha matokeo makubwa. Hivi ninavyozungumza nanyi, katika kipindi cha mwaka mmoja tu uliopita, tumevutia kampuni kubwa za kimataifa za ndege 7 kutokana na uboreshaji wa miundombinu, huduma za kiusalama na huduma nyingine mbalimbali katika viwanja hivi, na kampuni hizi zinaendelea kufanya kazi katika viwanja vyetu. Tunao Airlink, tunao Zambia Airways, Saudia Air France, Skywards Express, tunao South Africa Airways na Air Air ambao kabla hawakuwepo. Kwa sasa wanatua katika viwanja vyetu na wanaendelea kuongeza idadi ya watu wanaokuja Tanzania. Sasa kutokana na maboresho tuliyofanya katika miundombinu ya usalama katika uwanja wetu huu wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini pia katika uwanja wetu wa Kilimanjaro, matokeo makubwa zaidi tunayatarajia katika kipindi kijacho kama ambavyo nitasema hapo baadaye. Sasa mamlaka yetu ya viwanja vya ndege imeendelea kukusanya takwimu rasmi za uendeshaji wa viwanja katika viwanja takriban 61 ambavyo vinahudumiwa na uwanja huu. Lakini takwimu hizi zinaonyesha tumepiga hatua kubwa katika malengo yetu ya kuongeza watu ambao wanakuja Tanzania kupitia katika viwanja vyetu vya ndege. Kwa mfano, takwimu za mwaka 2023-24 tulikuwa na safari za ndege 148,897 ambazo zilisafirisha abiria 5,150,000 hivi kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza tumeanza kupata mafanikio makubwa, na sasa idadi ya abiria imeongezeka sana. Mwaka huu 2025-26 tunategemea kufikia rekodi ambayo hatujawahi kufikia ya kuwa na safari zaidi ya 182,000 za ndege ambazo tunatarajia zituletee abiria zaidi ya milioni 6. Abiria wetu tufike abiria milioni 10. Safari hii tunategemea kufika zaidi ya abiria milioni 6. Na hivi ninavyozungumza, kati ya mwezi Julai na mwezi Disemba mwaka 2025, yani nusu ya kwanza ya mwaka huu 25-26, tayari tumeshafanya safari za ndege 91,760 na tumeshasafirisha abiria 371,081. Kwa hiyo dalili ni njema na inaonyesha tunafanya vizuri katika eneo hili la kuongeza idadi ya watu wanaosafiri kupitia viwanja vyetu, lakini safari za ndege ambazo zinakuja hapa kwetu. Serikali imeendelea kuwekeza katika ununuzi wa ndege mpya ili kuboresha karakana, ili kuboresha shirika letu la ndege, lakini pia tunafanya kazi ya kuboresha karakana zetu, kuimarisha mazingira ya kazi na kutekeleza mikakati yetu mbalimbali ya kuongeza ubora na huduma zinazotolewa katika viwanja vyetu. Moja ya jitihada kubwa ambazo tunazifanya, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kununua ndege zaidi ili tuimarishe shirika letu la ndege. Na mimi niko hapa kuhakikishia kwamba kwenye lengo hili tumepata mafanikio makubwa. Shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, limeanza kutajwa kama moja ya mashirika yenye nguvu barani Afrika kutokana na mtandao wake wa kutoa huduma. Hivi ninavyozungumza nanyi, shirika letu la ndege linatua katika jumla ya vituo 33 vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Tuna vituo 16 ndani ya nchi, yani hapa Tanzania, na tuna vituo 17 nje ya nchi, tukitumia ndege ambazo serikali imenunua na zimekabidhiwa kwa shirika letu la ndege la ATCL. Shirika letu linafanya vizuri sana. Ninavyozungumza nanyi, tayari kupitia ATCL shirika letu hili tuna ndege 16. Na ningeomba niwakumbushe Watanzania, maanake wakati mwingine watu wanasahau. Tunazo ndege 4 za masafa marefu ambazo zinakwenda maeneo ya mbali: Mumbai, Johannesburg, Accra, Ghana, kama mmesikia karibuni, zinakwenda huko. Tunazo ndege hizo 4 aina ya Boeing 787-8 Dreamliner 3 na tuna Boeing 767-300F1 ya mizigo, na zinafanya kazi nzuri sana.
Tunazo ndege za masafa ya kati 6, Airbus 220 ama A220-300 4 na Boeing 737 Max 9 2, na zote zinafanya kazi na zinafanya kazi vizuri sana zikienda katika maeneo mbalimbali. Bombardier Dash 8Q400 5 na ile ya zamani ile ambayo tulikuwa nayo tangu miaka ya nyuma Q300 1. Kwa jumla ziko 16 zinaendelea kufanya kazi nzuri. Kama nilivyosema, tunatua katika vituo 33, tunatua Johannesburg, tunatua Mtwara, Iringa, lakini pia tunataka kuanzisha safari Pemba, Lagos, Kinshasa, Victoria Falls, Cape Town na Accra, Ghana. Upanuzi huu umeimarisha uunganishwaji wa Tanzania na masoko ya kikanda na kimataifa, umeongeza uhakika wa safari za anga, kukuza utalii wa ndani na nje, pamoja na kuongeza fursa za biashara na mapato ya kigeni. Kwa katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo, pia tutaendelea kufanya kazi hii kubwa ya kuongeza idadi ya ndege katika shirika letu la ndege ATCL. Wote mmesikia katika ilani ya uchaguzi imetajwa tutanunua ndege 8, lakini leo niko hapa kuambia kwamba mwaka huu 2026 serikali itanunua ndege 4 aina ya Bombardier Q400 kwa ajili ya kuimarisha mtandao wetu wa huduma za ndege za kampuni ya ATCL. Lengo letu ni kwamba shirika letu hili liwe kichocheo muhimu cha utalii, biashara na uwekezaji kwenye nchi yetu. Duniani watalii kabla hawajafanya uamuzi wa kwenda kufanya utalii kwenye nchi, wanaangalia kwanza uhakika wa usafiri, na ndio maana serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona umuhimu wa kutia nguvu zaidi. Tutanunua ndege 8, tufanye sasa jumla ya ndege zetu kufika 24 kupitia ATCL, lakini pia tutaongeza zaidi Bombardier ili tuongeze vituo vingi zaidi vya ndani ya nchi. Waandishi wa habari, pamoja na uwekezaji huu wa serikali, ATCL pia imeendelea kuongeza uwezo wake wa kuhudumia abiria. Katika kipindi cha mwaka 2021-2022 ATCL ilihudumia abiria 822,232, lakini hivi ninavyozungumza nanyi tumeshafikia rekodi ya kuhudumia abiria zaidi ya 1,400,000. Takwimu hizi tutazifikia katika mwaka huu 2025-26, na katika kipindi kifupi cha Julai mpaka Disemba tayari tumeshahudumia abiria 709,432. Kwa ndoto yetu ya kufika abiria 1,400,000 inawezekana, na tayari tumeona dalili hiyo ya uhakika kabisa, lakini pia ongezeko kubwa la mahitaji ya abiria wanaotumia ndege zetu za ATCL. Lakini pia kuna upande wa usafirishaji wa mizigo, na wenyewe kama mtakumbuka tumenunua ndege moja ya mizigo na wenyewe umeanza kuongezeka. Katika mwaka 2021-2022 tulisafirisha tani 6,919, lakini mwaka huu tunategemea kuongeza kusafirisha tani 2,567, na mwaka huu tunategemea kufika tani 6,912. Hiyo ndio shughuli ya Bombardier, hiyo ndio ndege yetu mojawapo ya Bombardier. Hizi tunazitumia zaidi kwa safari za ndani na nchi jirani. Kwa wale wanaokwenda Songea, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, tunaweza kutumia ndege za aina hiyo, lakini tunayo aina nyingine zile za masafa ya kati, Airbus, ambazo ndio zinakwenda kwenye nchi mbalimbali za ndani ya Afrika, lakini zile za masafa ya mbali kabisa ndio zile Ibrahim. Kwa ndugu zangu, shirika letu la ndege linaendelea kufanya kazi vizuri, hali kadhalika linaendelea kusaidia vizuri katika uchumi wa nchi yetu. Makusanyo ya ndege yamefikia dola za Marekani milioni 157.69 katika kipindi cha mwaka 2025, ikiwa ni sawa na ongezeko la 87% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika mwaka huu 2025 ATCL pia imefanikiwa kuchangia shilingi bilioni 52.35 kama kodi, ada na tozo za kisheria. Sababu watu wengi walikuwa wanasema shirika letu limekuwa msingi. Nataka niwaambieni, linachangia katika pato la taifa, lakini pia linatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya utalii wetu, kama ambavyo hapo baadaye nitasema katika mkutano huu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sababu leo nilisema tunazungumzia eneo la usafirishaji, eneo lingine kubwa ambalo Kasako Media
tunaangazia maisha, tunaandika kesho.